Tunamshukuru mkuu wetu wa chuo cha utumishi wa umma Dr. Ernest Mabonesho kwa kutuwezesha na kutupa support ya kuhakikisha sisi kama wanawake tunakuja kutembelea gereza la Segerea ili kuweza kurudisha kwa jamii. Chuo cha utumishi wa umma kipo kwa ajili ya Watanzania wote, na siku zote tumekuwa tukifanya matukio mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii. Lengo kubwa lilotusukuma, kwanza tuna malengo matatu ambayo yametusukuma leo kuja gereza la Segerea. Kwanza kabisa tunaelekea kusherehekea kilele cha siku ya mwanamke ambao inatarajiwa kuwa tarehe 8 siku ya Jumapili. Lakini sisi tukasema hebu leo tuanze kutembelea gereza la Segerea ili kufikia kwenye kilele cha tarehe 8. Lakini la pili, chuo cha utumishi wa umma kinaadhimisha miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma, ambapo miongoni mwa vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya vinafanyika kwenye campus mbalimbali, activity mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii, kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo na sisi tukaona kwa campus ya Dar es Salaam ni vizuri tuje tutembelee gereza la Segerea. Maeneo ni mengi, pengine tungeweza kusema twende hospitali, twende wapi, lakini tumechagua Segerea kwa sababu tumeona kwamba kuna maeneo mengine yanakuwa hayafikiki kwa urahisi, lakini sisi tukasema tufike na tuweze kuja kuleta kidogo hichi tulichojaliwa kama chuo cha utumishi wa umma, lakini kama wanawake. Na hapa mnapotuona labda tuko sio wengi sana kwa umoja wetu, lakini wengine wamebaki kwa ajili ya kuendelea na majukumu ili tuweze kufikisha ujumbe huu. Lakini kingine cha tatu kilichotusukuma, jamani, tunaamini kwamba tumeelezwa hapa na afande kwamba tuwe na moyo wa huruma, tuwe na moyo wa kutoa kwa ajili ya wanawake. Na kipindi hichi tunajua ni kipindi tuna mifungo inaendelea, na bahati nzuri mifungo yote imekutana pamoja. Tuna mfungo wa Kwaresma, lakini tuna mfungo wa Ramadhani, na hii mifungo yote inatuasa na kutuambia kwamba tuweze kutoa kile ambacho tunaweza kutoa kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wana uhitaji. Kwa sababu hiyo pia imetusukuma kwa mambo yote matatu ili kuweza kuja kutimiza lengo hili, lakini pia kutoa fursa na hao wenzetu ambao wako ndani. Tumeelezwa sio kila aliyoko gerezani jamani sio kila aliyoko ndani ana makosa. Kuna mwingine kwa bahati mbaya, kuna mwingine kuna sababu mbalimbali. Lakini hakim haumtoi kuto kupata mahitaji yake ya msingi. Siku zote tunaambiwa tutoe katika imani ya kila mmoja wetu. Unachokuwa nacho wewe hata kama ni kidogo, kuna mwingine hana hata hicho ambacho anacho. Kwa hiyo unapotoa tunaambiwa Mwenyezi Mungu anakubariki zaidi. Kwa hiyo hicho nafikiri ndio kikubwa zaidi katika yote. Lakini mwisho wa siku kama chuo cha utumishi wa umma huwa tunatakiwa turudishe kwenye jamii. Sisi tunawatumikia watumishi, tunawatumikia Watanzania wote kwa ujumla. Sasa katika kuwatumikia, miongoni mwa kuwatumikia ni pamoja na kuwapa misaada kama hii ambayo leo tumeifanya. Taasisi nyingine na zenyewe zinaweza kufanya hivi au zaidi ya hivi, na sio lazima Segerea. Kuna maeneo mengi, kuna mahospitali, yani kila mtu anaweza akachagua kutokana na wepesi wake, lakini cha msingi tuweze kufanya hili ambayo tumelifanya. Baadhi ya vitu ambavyo tumevileta, tuna mchele, tuna sukari, tuna unga, tuna sabuni za maji, tuna dawa za chooni, tuna kanga, tuna vitenge, tuna mashuka ya watoto, lakini pia tuna ndala, yebo, kuna mifagio, kuna brush za chooni, kuna mop, kuna dawa za meno, kuna dawa za miswaki, kuna mafuta ya kupaka, kuna pedi za kina mama, kuna pampers za watoto, kuna wipes, kuna maziwa, tuna vitabu vya dini kwa maana ya dini zote, Qur'ani na Biblia, lakini pia tuna maharage, tuna mafuta ya kupaka. Nafikiri hivyo ndo na nguo mbalimbali ambazo zimeletwa kwa ujumla wake. Hivyo ndo vitu kwa uchache wake ambavyo tumeviwasilisha leo. Vitabu hivi vina maana kubwa sana kwa sisi magereza. Tunawajenga kiimani pia, sawa Watu walioko ndani, kwa mfano gereza la mahabusu Segerea na wafungwa wote nchi nzima, wana imani sana. Kwa sababu kuna kesi unaweza ukawa nayo, mwisho wa siku unamtumainia Mungu. Na Mungu tumeshuhudia mara nyingi akitenda miujiza. Kwa sababu anabadilika na wanaomchunguza wanathibitisha amebadilika. Mwisho wa siku anatoka kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hivi vitabu. Tunaendelea kuwajenga kiimani, kisaikolojia pia, kwa sababu sisi professional ni askari magereza, ni walimu. Kazi yetu ni urekebishaji. Tunahakikisha tunamjenga kila idara. Sawa Tuna nyenzo nyingi za kurekebisha. Tuna viwanda vya ushonaji, tuna viwanda vya upishi,
tuna ufyatuaji wa matofali, tuna ujenzi, tuna mafundi, sawa. Kwa hiyo aliyoko magereza hakuna anayetoka hana ujuzi, sawa. Kila mtu kuna mahali yupo. Kama sio mshonaji basi utamkuta ni fundi, kama sio fundi basi ni mjenzi. Kwa mfano kwa wanaume kuna mafundi umeme, kuna mafundi magari. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanawasaidia wakija kutoka wanakwenda kuishi bila wasiwasi. Asanteni sana. Kikubwa ambacho napenda kuwahusia sisi wanawake pamoja na nyinyi mliotutembelea, tuwe na moyo wa kusamehe. Watu wengi hawana moyo wa msamaha. Ndio maana inapelekea kupelekana kwenye sheria. Kuna makosa mengine ambayo mnaweza mkakubaliana mkasameheana, sawa? Kwa mfano mfano ya madeni. Unaweza mtu amekukopesha, wamama tunakopa sana, sawa? Vikoba sasa hivi imekuwa ni fimbo ya kutuchapia, sawa? Kwa hiyo tujilinde basi. Unaweza kukuta kwenye vikoba ulipo hawana mioyo hiyo ya kusamehe. Watu wameshaumizwa sana sehemu walizotoka. Kwa hiyo wakikukuta wewe ukafanya kosa dogo, wanaweza wakakuchukua na ukawa na wewe aidha ni mfungwa au mahabusu. Kwa hiyo tunasema mfungwa ni mtu yoyote yule ambaye Mungu amempangia apite upande huu, aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Tuwahusie vijana wetu, wasichana wetu majumbani waepukane na tamaa. Tamaa ni kitu kibaya sana, na tamaa ndio inayoponza wasichana wengi wanaingia gerezani. Wanarubuniwa sana. Tuwajenge familia zetu warizike na tunachowapatia. Aidha mtoto uwezo wako wewe ni 10,000 labda kwa siku au kwa wiki, arizike nayo. Na sisi kina mama tusikubali kuwa kina mama poa. Tuulize. Mfano unamuona binti yako amekuja na kitu ambacho ni kikubwa, hujatoa wewe, muulize umepata wapi? Hiki kitenge umepata wapi? Lakini kina mama sasa hivi hatuulizi kitu. Mtoto anakuja na simu kubwa, macho matatu, wewe mwenyewe huna, lakini humuulizi chochote. Unaona? Mwisho wa siku mtoto anaweza, hata wewe mama unaletewa zawadi. Sawa? Mama unaletewa zawadi. Unaikubali na unafurahia, mwanangu kaniletea. Anafanya kazi gani? Mwisho wa siku utakuja kulia wewe na mtoto wako. Kwa hiyo kikubwa tumtangulize Mungu katika malezi, na pia tujitahidi kulea familia zetu. Siku ya wanawake duniani, kauli mbiu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Yaani hiyo 2050 afike mwanamke wa tofauti, sawa? Kwa hiyo tujitahidi kuishi kauli mbiu. Kwa hiyo kina mama tunawakaribisha sana. Tujiombee sisi wenyewe, tuombee familia zetu, tuombee vizazi vyetu kwa ujumla, wazazi wetu, kila mtu. Sawa? Tuwaombee kina baba pia. Kina mama tusiwe na visasi. Visasi pia vinasababisha wamama wengi kuja gerezani. Tuzungumze, kila unapopata shida zungumza. Sawa? Umeona baba akakukosea, muulize, usimuweke. Pigo la mama moja, baba hayupo. Sawa? Kwa hiyo unavyozungumza ile hasira unaiondoa. Lakini utakavyoweka hasira sana, siku ukimshika baba, dunia yote inashangaa. Kwa hiyo jamani, tuepukane na hasira, tumtangulize Mungu katika kila jambo, tulee familia zetu. Nawashukuru kwa kuja, asanteni sana.